Inawezekana sahihi. Unajua kuna wakati wewe mwenye lako ndio unafahamu kilichopo. Inaweza ikatia mashaka kidogo tu barua ilivyoandikwa. Ukisoma ile barua mwanzo mwisho, kama kuna ombi halafu kuna dhihaka na kuna dhihaka ndani yake, kuna uhalisia kuwa lazima tuzungumze, kwa sababu tuko kwenye vita toka 2022 na athari ya vita hii inatugusa moja kwa moja sisi, yani kuwa Urusi, Ukraine ndio anayeathirika. Halafu ndani yake anamkumbusha Putin kuwa huwezi kupata kile unachokitaka kwetu kwa kupitia, kwa sababu ndani ya hiyo barua ameandika kuwa mliahidiwa mtapewa Ukraine kwenye mkutano ule wa Alaska. Anamkumbusha mkutano wake na Trump. Mliahidiwa, lakini mpaka sasa hamna lolote. Maana yake kuwa huwezi kuipata Ukraine kwa kupitia kule, ni lazima uje kwetu hapa. Lakini barua ya Zelensky inakwenda wakati siku moja baada ya Ukraine kufanya mashambulizi ya droni kwenye refinery kule St. Petersburg na kusababisha ombwe kubwa sana, baada ya tishio kubwa la Ukraine kuwa watavuruga hata lile gwaride lililomalizika la Urusi hivi karibuni. Sasa barua ile inamwandikia kuwa ni miaka takriban 26 madarakani, kwa hiyo kiasi umezeeka, yani kuwa huna uwezo. Halafu anamdhihaki kumwambia kuwa ni kuwa umeshindwa kulinda miji yako mikuu kutokea kwetu, akionyesha kuwa Urusi ameshindwa kuidhibiti Ukraine. Yes, miji mikuu baada ya vita ya miaka minne. Anamwambia baada ya vita ya miaka minne bado mmeshindwa kulinda hata miji yenu mikuu dhidi ya mashambulizi yetu. Yani akikusudia kumwonyesha kuwa tumepiga na drone zetu mpaka St. Petersburg, tumepiga Moscow, tunafanya kile tunachojisikia kwenye ardhi yako, tunafanya vile. Sasa anamkumbusha kuwa madhara ya hii vita, wewe unaweza kudhani kuwa wewe una nguvu utatuumiza sisi, lakini tunakuonyesha kuwa madhara ni makubwa kwako pia. Hapo hapo akionyesha kuwa kuna shida ya petroli. Unajua wamepiga refinery za petroli, kwa hiyo tayari kidogo kama kuna shida ya mafuta ya ndani. Lakini akamkumbusha kuwa kuna mfumuko mkubwa wa bei ndani ya Urusi ambao umekuja kwenye hiyo. Kwa hiyo ukichukua jumla barua ya Zelensky ni kama anaomba mazungumzo, lakini wakati anaomba mazungumzo anamwambia bwana Putin, yani anamuomba bwana Putin, naomba mazungumzo na wewe, lakini wakati ukijua sio kuwa nimekuja mimi nikiwa dhaifu. Yani Warabu wanasema ana mashi sahil, yani mimi sio dhaifu. Kwa hiyo sasa anamwambia nakuja kwenye mazungumzo na wewe, lakini mimi sio dhaifu. Yani kuwa naweza kufika kwako, nipo tayari kwa lolote, ukitaka mapigano yaendelee, tunaweza tukaendelea, lakini mimi si dhaifu. Lakini wakati huo huo anamdhihaki Trump. Anasema kuna wale waliwaambia, katika barua anasema kuna wale waliambia kuwa watalimaliza hili tatizo ndani ya saa 24. Yani anarudi kwa Trump. Trump ndio wakati yuko kwenye kampeni alikuwa akimlaumu Joe Biden, anamwambia kuwa umepoteza muda kwenye vita ambayo haina maana yoyote. Yeye akasema mimi nikikaa madarakani kabla ya kuapishwa kwangu nitakuwa nimeshaimaliza hii vita. Lakini mwaka umekwenda hajamaliza chochote. La Zelensky ni halisi ama ni propaganda za kivita? Bado haliko kwenye kwenye tathmini ya moja kwa moja. Ndio maana nimelileta katika nafasi zote. Amelileta kama ombi ambalo ni halisi kuwa tunaweza tukazungumza, ni halisi, lakini amelileta pia kama dhihaka. Lakini amelileta upande wa pili kwa sio tu kuwa amempelekea Putin, amelipeleka mpaka kwa Trump, kwa sababu Trump yeye ndio alijinasibu kuwa mimi namaliza hili swala, lakini kamdhihaki kwenye hiyo barua pia tu kuwa kashindwa kulimaliza hili. Anasema kuwa Marekani kazidiwa na Iran, yani yuko busy na vita ya Irani, ndio maana katusahau sisi kuja upande wa huku. Kwa hiyo sisi tuna sababu ya kulimaliza hili, na ndani yake unaona kuwa ndio yani ni kama vile anataka, yani nataka staki, kwa sababu anamwambia kuwa tunaweza kusitisha mapigano kabisa kwa makubaliano, tuko tayari, lakini pia tunaweza kuanza kwa kubadilishana wafungwa wa pande zote mbili katika kujenga uaminifu. Kwa hiyo ndani yake kuna uhalisia wenye majigambo na dhihaka, unaweza ukasema hivyo. Sasa umegusia Marekani. Saa kadhaa zilizopita waziri wa ulinzi Peter Hegseth yeye amesema kwamba sasa Ulaya waache kuzungumza mikutano na vikao vingi, waingie moja kwa moja kwenda pale Hormuz kupigana, kwa sababu vita hivi vinawahusu wao zaidi kuliko Marekani. Kauli hii ina tafsiri gani? Wapo ambao wanaiona kama Marekani inahitaji mshirika wapate usaidizi, na wapo ambao wanaichukulia kauli hii kama kushindwa kwa Marekani dhidi ya mgogoro huu ambao unaendelea. Unaweza kuweka kwenye tafsiri zote, lakini tafsiri ya Hegseth
Hexet alipaswa kuwajibu Ulaya kabla ya kuambia kuwa mnapaswa mwende mkapigie mwende Hormuz, kwa sababu Hexet na Trump wao wanapokutana na vyombo vya habari wana wimbo wao mmoja kuwa Irani haina jeshi. Hawana jeshi la majini, hawana jeshi la ardhini, hawana jeshi lolote. Sasa walipaswa wamuulize kuwa tukapigane na nani? Kwa sababu wewe umetuambia kule hakuna jeshi. Sasa tunaenda kupiga ama Marekani wanadhibitiana na nani kule na hakuna jeshi? Ndio hicho kilichopokuwa. Ukisikiliza kauli ambazo zinarudiwa kwenye vyombo vya habari za Hexet na Trump ni kauli zile zile ambazo zinakwenda kila siku kuwa hakuna lolote ndani ya Irani, hawana jeshi la majini 100%. Tena Trump anasema 100% halipo. Sasa unakaa unamuuliza kuwa 100% hili jeshi halipo, nani kafunga Hormuz? Maana yake ilikuwa sasa ndio watu wapite kabisa kwa uhuru moja kwa moja bila hata kuanzisha chochote. Sasa kauli za Hexet kuambia Ulaya kuwa hii vita inawahusu, unaweza kwenda kwenye uhalisia kitu kimoja kuwa mafuta mengi yanayopita Hormuz kiuhalisia yanakwenda nchi za Asia ya mbali, yani kati ya India na China, lakini pia yanakwenda Ulaya kwa kiwango kikubwa. Lakini Ulaya wao wanaweza wakasema kuwa okay, sisi tunaweza tukawa tuna shida na nini, lakini ukiangalia sasa jiografia ya pale ya Ulaya, mafuta mengi wanatoa Saudia. Manake mafuta yanayokwenda Ulaya mengi hayapiti Hormuz, pia yanaweza ikawa yanapita Bab el-Mandeb, Strait ya pili ya Misri. Kwa hiyo Ulaya hana sababu ya kuingia kwenye mzozo huu. Unapompeleka moja kwa moja kuwa yeye kweli yeye anachukua mafuta, yaani Marekani anachomaanisha kuambia Ulaya tu kuwa au wengine kuwa mimi sio ninayetumia mafuta ya Hormuz. Ni ukweli, Marekani si mtumiaji mkubwa wa mafuta ya Hormuz. Mafuta ya Hormuz yanakwenda kwenye nchi za mbali hizo, China, India na wengine huko ndio zaidi wanatumia mfereji wa kwenda huko kama Hormuz na kwingine kule wanakotumia. Lakini hawa wa Ulaya ukiwatafuta kabisa sehemu nzuri kabisa ya wao kuvuta mafuta yao kwa jiografia yao ilipo, wao ni Saudia na hizi nchi zingine kwa hapa, kwa sababu ukipitia Suez Canal tayari umeiface Mediterranean. Mediterranean tayari unaitazama Ulaya kwa karibu kuja huku. Kwa hiyo Ulaya wao wanaweza kumwambia kuwa sisi tutachukulia Saudia au tutachukulia nchi zingine mafuta. Lakini hapa palikuwa wazi kabla we hujaenda kuwachokoza wale nyuki. Umeshafahamu kuwa wakati we Marekani unaanzisha hili chokochoko, hapa palikuwa wazi. Leo hii tunajadiliana kuhusu Hormuz. Trump juzi aliandika kwenye Truth Social akasema kuwa wiki ijayo tutafikia mwisho wa kulimaliza hili tatizo, na Irani wamekubali kuwa wataachia urani na wamekubali kuwa hawatakuwa na nyuklia. Ndio alichokiandika hicho. Hii ni nadharia, yani unajua ni katika zile huwa ninakizungumza mimi mara nyingi nasema ni matamanio. Yani ya kufikia ni matamanio, lakini ukienda kwenye uhalisia, matamanio kwenye hoja ya kudhibiti nyuklia, hoja ya nyuklia, hoja ya kukabidhi urani ya makombora, haya ni matamanio. Lakini shirika la kimataifa la nguvu za atomic tutakwenda kwamba imeruhusiwa kuingia kufanya ukaguzi ndani. Subiri, tutaenda hapo. Nataka kwenye hili la matamanio kwanza la Marekani. Anayepatanisha haya mazungumzo Pakistan, anayezungumza na Iran na anazungumza na Marekani. Kwa hiyo ukitaka kujua kinachojadiliwa nini kwa hivi sasa, wewe usiende kwa Marekani, kwa sababu Marekani haongei na Iran moja kwa moja, hawana uhusiano wote wa diplomasia. Kwa hiyo lazima apite kwa mediator ambaye ni Pakistan. Sasa ukitaka kujua kinachozungumzwa, nenda Pakistan. Ukienda kuchukua taarifa za Pakistan, wanachokuambia kuwa tunajenga uaminifu wa pande mbili. Yani hivi sasa mazungumzo yote yamejikita kuweka uaminifu. Bana, hutonirushia jiwe, sitokurushia jiwe. Tuamue kwanza tukae kwanza distant, tuaminiane kwanza kabla hatujatoa makabrasha mengine. Kwa hiyo mjadala wa kwanza kabisa ambao utakuja baada ya imani ya uaminifu ya kwanza, kwa sababu kwenye imani ya kwanza katika ile MOU, yani wanasema hivi sasa wako kwenye ile MOU, Memorandum of Understanding, yani ile katika makubaliano ya awali. Irani anasema Lebanoni iingizwe katika MOU, fedha zitolewe za kwetu katika hii MOU ya awali ili tujenge uaminifu. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa ambalo litakuja kujadiliwa baada ya uaminifu, yani baada ya mimi na wewe kuaminiana, tutajadili Hormuz, sio nyuklia. Hormuz ndio jambo la kwanza. Kwa hiyo tunapozungumza swala la nyuklia tena kipaumbele halipo kwa sasa. Yani hili ni liko pembeni sasa. Inawezekana sasa hoja za Hormuz zikawa zinaumiza zaidi kuliko tena masuala ya nyuklia. Ndio niliwahi kuambia kuwa Irani kadri walivyokuwa kwenye hizi migogoro, wamekuwa kila siku wanapata silaha mpya. Irani hawakuwahi kujua uwezo wa makombora yao kuwa ni bora zaidi mpaka walivyoingia kwenye vita ya kwanza na Israel ya 12 days war. Kwa sababu ukiangalia mazungumzo ya kwanza kabla ya 12 days war, walikuwa wamekomaa kwenye baadhi ya vipengele kwenye nyuklia, wameshikilia kuwa hatutaki kuachia hivi. Walivyoenda kwenye 12 days war, wakaona athari ya makombora imekuwa kubwa ndani ya Israeli, wakapunguza kutoka kwenye nyuklia,
wakajikita wakaona tunaweza tukalegeza, kwa hiyo tumepata silaha mpya. Ilivyokuja vita ya pili na Marekani, wakashika Hormuz, silaha ya tatu. Kwa hiyo wanazo silaha, ukitoa hii na hii na hii, wanazo silaha ambazo wamezishikilia kuwa tunakwenda kwenye hili. Ipi yenye nguvu? Na Hormuz ni yenye nguvu zaidi. Ndio maana Hormuz inatumiza hadi sisi. Kwa hiyo IAEA kuingia Iran na kufanya ukaguzi haina shaka, kwa haiwezi kuwaletea hofu yoyote. Sasa tuzungumze hili la IAEA. Grossi kwenye hiyo taarifa uliyoisoma anasema mashambulizi ya Marekani yalileta hali ya wasiwasi. Nadhani umeisoma hiyo. Anashindwa moja kwa moja kwenda kwenye point kusema kuwa mashambulizi ya Marekani na Irani kwenye vinu vya nyuklia vya Irani ilikuwa ni ukiukwaji wa sheria ambayo yeye anaisimamia. Huwezi kushambulia sehemu yenye kinu cha nyuklia kwa mkataba wa NPT, hauruhusu. Sasa yeye wakati wa mashambulizi ya 12 days war, Irani ilimwambia tunaomba ulani mashambulizi ya Marekani na Israel kwenye vinu vya nyuklia kwa sababu ni hatari. Utaratibu wa IAEA na NPT uko wazi, sio kuruhusu mashambulizi, kwa sababu hapakuwa na taarifa yoyote iliyotolewa na NPT wala hapakuwa na taarifa yoyote ya IAEA ambayo ilikuwa inaonyesha Irani alikuwa anaenda kutengeneza nyuklia. Kwa nini walishambuliwa? Kwa hiyo alitakiwa asimame kwenye kazi yake. Anagombea nafasi ya Umoja wa Mataifa sasa hivi kwa katibu mkuu. Watampigia chapuo apite kwa sababu amewatumikia Rafael Grossi. Nadhani anaweza kuja akaja kuwa katibu mkuu ajaye baada ya Dr. Guterres. Anaweza kuja kuchukua nafasi. Sasa anaposema inatia wasiwasi, alipaswa kwenda kukemea. Ndio hili ambalo huwa nalisema kila siku. Kama dunia ikitoka kwenye unafiki, tukao tunaona nyekundu nyekundu, blue blue, tutakuwa sehemu salama sana ya kuishi. Lakini bwana, wewe ukifanya kosa unaambia wewe wa nyumbani. Nikifanya mimi napewa hukumu katika kosa lile lile. Hatuwezi kufika. Nimefanya kosa, adhabu yangu. Amefanya kosa, anapewa adhabu yake. Sasa hili swala la IAEA kwenda kuruhusiwa kwenda kuingia ndani. Irani walishutumu IAEA kabla ya mgogoro wa kwanza, wakasema kuwa ilikuwa ikitumika kama wakala wa Israel na Marekani kwa ajili ya kuangalia kile kinachoendelea ndani ya Irani na kuchukua zile taarifa na kuzipeleka kwa Marekani na Israeli kuambia kuna hiki na hiki na hiki. Yani wao walikuwa kama wakala, japo kwa Grossi alishakanusha hiyo taarifa. Nadhani hata kuna interview alikuwa akihojiwa akakanusha, akasema sisi tunafanya kazi kwa mujibu wa sheria.